بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, ikiwa leo ni tarehe 29 Muharram mwaka 1448 Hijiria, sambamba na siku ya Jumanne tarehe 14 Julai mwezi wa 7 2026, ikiwa ni saa 2:54, tunaanza darasa yetu ya nahwu katika kitabu An-Nahwu al-Wadih, nahwu iliyo wazi. An-Nahwu al-Wadih, nahwu iliyo wazi fi qawaid al-lugha al-arabiyya, katika kanuni za lugha ya Kiarabu, limarhalati al-ibtidaiyya, kwa marhala ni hatua ile ya ibtidaiyya, wanafunzi wanaoanza. Kitabu hiki kimeandikwa na waandishi wawili. Wa kwanza ni Ali al-Jarim, talifu Ali al-Jarim wa Mustafa Amin. Hawa ndio walioandika kitabu hiki, Ali al-Jarim na Mustafa Amin. Tutaanza kusoma al-juzu al-awwal, juzu ya kwanza. Kuna mukaddima hapo mrefu ambao wameutaja, lakini sisi tutaingia moja kwa moja katika darasa ya kwanza. Ad-darsu al-awwal, darasa ya kwanza inazungumzia al-jumlatu al-mufida, sentensi yenye faida. Ni ipi sentensi yenye kuleta faida? Katika lugha ya Kiarabu ipo sentensi ambayo ina faida na sentensi ambayo haina faida. Tuelewana? Sasa katika usomaji tutaanza kuwa tunasoma qaida, halafu qawaid ni kanuni, halafu tukishamaliza qawaid tunakuja kwenye mifano, halafu tunasoma bahth. Al-bahth ni utafiti au uchambuzi. Kwa kitabu kina mambo matatu. Katika darasa kuna mambo manne: kuna qaida, kuna al-amthila, mifano, halafu kuna al-bahth, uchambuzi na utafiti, halafu kuna tamarin, kuna mazoezi. Kitabu ndio kimepangiliwa hivyo, kikiangalia vizuri. Kwa hiyo darasa yetu ya leo tunayoanza nayo inaitwa al-jumlatul mufida. Sentensi yenye faida ni ipi katika lugha ya nahwu, katika fani ya nahwu? Ukienda katika qawaid, katika funua kwenye qawaid, mmepaona يقول المؤلف: التركيب الذي, mpandano ambao, yufidu faidatan tamma, unaofidisha faida yenye kutimia, yusama jumlatan mufida, unaitwa ni sentensi yenye faida. Wa yusama aidan kalama, na unaitwa vile vile mpandano huo kuwa ni maneno. Elewana? Kwa maana tarkibu, mpandano, tarkibu ni mpandano wa maneno. Sawa? Iska kitendo na jina, yale maneno yaliyopandana ambayo yanakuwa ni zaidi ya neno moja. Mfano ukisema, utaona kwenye mifano, ukisema as-samaa'u mumtiratun, mbingu ni yenye kunyesha mvua. As-samaa'u ni mubtada na mumtira ni khabari, ni jumlatu mufida, ni sentensi yenye faida. Sawa? Kwa sentensi yenye faida kwenye Kiarabu, kwenye lugha au kwenye nahwu, ni ile sentensi ambayo inakuwa sentensi hiyo, sawa, inaleta maana nzuri, inafahamika, inaitwa
ndio at-tarkib. At-tarkibu ni ule mpandano wa sentence au sentence, at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamma, kwa hiyo mpandano ambao unaleta faida yenye kutimia. Yusamma jumlatan mufida, unaitwa ni sentence yenye kuleta faida. Wa yusamma aidan kalama, na huitwa vile vile ni maneno. Huitwa vile vile nini? Ni maneno. Kwa hiyo ima utasema ni jumlatun mufida, ni sentence yenye faida kwa sababu imefahamika na imeeleweka, au utaitwa ni maneno. Kwa watu wanaha wanasema maneno ni yale yenye kuleta faida iliyotimia. Tumefahamiana? Maneno yanakuwa ni yale yenye kuleta faida iliyotimia. Mfano ukisema Muhammadi amempiga Zaid, daraba Muhammadun Zaida, hii imefahamika. Muhammad amempiga nani? Zaid. Dhahaba Muhammadun ila suq, amekwenda Muhammad sokoni. Imeeleweka haijaeleweka? Lakini ukisema hivi idha jaa almuallim, pindi akija mwalimu, alafu kaishia hapo, imeeleweka haijaeleweka? Haijaeleweka. Kwa watu wanaha hiyo sio jumla mufida, kwa sababu haina maana iliyo kamili. Umeelewa? Kwa hiyo watu wanaha wanaita mpandano wote wa maneno ambao unaleta maana inayoeleweka, hiyo ndio jumla mufida, ndio inaitwa au kalaman, au ndo maneno yaliyotimia. Lakini maneno ambayo hayana maana, mfano ukisema idha dhahabtu ila almanzil, pindi nikienda nyumbani, halafu kaishia hapo, hatuja kuelewa ukienda nyumbani itakuwaje. Sio, naelewa vizuri? Ni sasa ni tofauti na mtu akisema idha dhahabtu ila almanzil saakulu ta'am, takapoenda nyumbani nitakula chakula. Sameeleweka? Kwa sentence ambayo haijaeleweka haitwi kuwa ni jumla mufida. Sawa? Hiyo ni kaida, ni kanuni ya kwanza, izingatie. Kanuni ya pili anasema aljumlatul mufida, sentence yenye faida, qad tatarakabu, inapandana, min kalimataini, kuanzia maneno mangapi? Mawili. Sentence yenye kuleta faida inapandana na maneno mawili, kwa lazima yaanze maneno mangapi? Mawili, sio neno moja. Waqad tatarakabu min akthara, na inaweza kupandana na inaweza kupandana na zaidi ya maneno mawili. Sawa? Wa kullu kalimatin fiha, na kila neno katika maneno hayo au katika huo mpandano, tuaddu juz'an minha, inahesabika kuwa ni kifungu katika hayo maneno. Tuaddu juz'an minha, inahesabika kuwa ni kifungu katika maneno. Mfano maneno mawili, labda kitendo na jina. Sawa? Labda ukisema au jina na jina, twende kwenye mifano ndio mtanielewa. Twende kwenye al-amthila. Mfano ukirudi kwenye al-amthila, mfano wa kwanza anasema albustanu jamilu. Amthila mmeziona? Albustanu jamilu, bustani ni nzuri. Hiyo imepandana na nini na nini? Jina na jina bwana. Hapo hamna kitendo. Albustanu ni bustani, jamilu ni nzuri. Maneno mangapi? Mawili. Kwa kule kwenye kaida anatuambia hivi, ili maneno yawe ni jumla yenye faida lazima yaanzie mangapi? Mawili. Kwa hiyo ni sentence yenye faida, yenye kuleta maana. Tukisema sentence yenye faida, maana ina maana inayoeleweka. Sawa? Ashamsu tali'atu, jua ni lenye kuchomoza. Jina mubtada na khabar. Mubtada na nini? Na khabari. Kwa hiyo ni jumla mufida ambayo imekusanya baina ya mubtada na nini? Na khabar. Shamma Ali wardatun, amenusa Ali. Shamma Ali wardatan, amenusa Ali huwa. Kitendo, jina na jina. Fi'lu, fa'ilu na khabar na nini na maf'ulun bih.
fi'lu shamma alinusa aliyun aliyu wardatan uwa, amenusa Ali uwa. Hapa ni jumla mufida ambayo imepandana na maneno mangapi? Matatu, kwa sababu tumeambiwa sentensi yenye faida yenye maana inaanza kupandana na maneno fa akthara na kuendelea. Kwa inaweza yakawa matatu, manne, matano ikawa na faida. Sio, unanielewa? Kawaida yani, usiumize sana kichwa, nahau ni nyepesi. Kwa maana tunachojifunza hapa, unajifunza kwamba sentensi yenye faida kwa watu wa nahau ni ipi? Ni ile kwanza inayoleta jumla mufida, sentensi yenye kueleweka. Na hiyo sentensi yenye kueleweka inapandana na maneno mangapi? Inaundwa. Unaposema ya taratibu inaundwa, ile tarkibu yake, muundo wake unaundwa na maneno mangapi? Kuanzia mawili au kad tatarakabu min akthara min kalimatayn, na inaweza kupandana na zaidi ya maneno mangapi? Mawili. Sawa. Na kila neno linahesabika ni juz'un minha, ni sehemu katika hayo maneno. Mfano ukisema albustanu na jamilu, albustanu ni juz'u, ni sehemu ya hiyo sentence, na bustanu na jamilu pia ni juz'u yake. Kwa maana ya maneno huwezi kuyatenganisha. Sawa? Ukisema albustanu peke yake, je, ni jumla mufida? Hapana. Ukisema jamilu, mfano mtu akaja akwambia jamili, jamilu nini? Uelewi yani. Lakini mtu akikwambia albustanu jamil, bustani ni nzuri, au unamuelewa kwamba anakusudia hiyo bustani ni nzuri. Kwa kila neno linakuwa ni sehemu ya neno lingine. Ukisema shamma aliyun wardatan, alinusa Ali uwa, shamma, afu katoja kila neno hapa ni juz'un, ni sehemu ya sentensi. Angalia yule mtu, wale wanaenda kuchukua vitu ndio wanaibaiba kule. Kuna mtu anaingia huko, wanaingia kule, mwambie huko hamna vyombo wala hamna makopo, wasio anaingia huko, naona ishatoka. Hao wanaenda kuokota makopo na wanaiba masufuria, majiko. Anabeba sufuria analitia kwenye nani, kwenye roba hiyo, anaenda kupima chuma chakavu. Sasa sufuria hayaonekani ya kupikia. Namba 4 anasema qatafa Muhammadun zahrata, amechuma Muhammadi uwa. Imeundwa na nini? Kitendo, fi'lun, fa'ilu na maf'ulun bihi. Fi'lun, fa'ilu na fi'lu ni kitendo, fa'ilu ni mtenda, aliyetenda sentence, aliyetenda kitendo ambaye ni nani? Muhammad. Maf'ulun bihi ni kile kilichotendewa. Muhammad amekata ua, ua ndio limekatwa. Kwa ua ni maf'ulun bihi. Muhammad ni qatafa ni fi'lu, tena fi'lu madhi, ni kitendo cha muda uliopita. Muhammad ni fa'ilu, ni mtenda. Hiyo zaharata ni maf'ulun bihi. Sheikh, umeelewa? Qatafa nini? Ni kitendo kinaitwa fi'lul madhi, kitendo cha muda uliopita. Sheikh, Muhammadun nini? Fa'ilun marfu', ni fa'ilu mwenye dhamma. Halafu zaharatan nini? Maf'ulun bihi, ndio imetendewa. Kwa ukitaka kujua, mfano shamma Ali wardat, amenusa. Nani? Ali. Aliyenusa ni Ali. Kunusa ni shamma, kitendo. Aliyenusa nani? Ali, fa'ilu marfu'. Kilichonuswa wardata, maf'ulun bihi. Sasa unasemaje nahau ni ngumu? Kwa maana ushajua kwamba hapa shamma ni fi'lu madhi, Ali ni fa'ilu marfu', wardata ni nini? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ni lile jina lilotendewa. Mfano ukisema wallahu khalaqakum, Allah amekuumbeni ninyi. Allah ndo lafdhul jalala, ndio fa'ilu. Khalaqa ni fi'lu, kum ninyi ni maf'ulun bihi, simeumbwa ninyi. Kwa ukitaka ujue
kila kitu ukiweke mahala pake unatia irabu. Kutia irabu ndio kufafanua sasa hivi. Umeelewa? Umeelewa au umechanganyikiwa? Haya, tuendelee namba 5. Yaishu samaku fil ma'i, anaishi samaki kwenye maji. Yaishu ni fi'lu gani? Mudhari'u, kitendo cha muda uliopo. As-samaku fa'ilu, fi harfu al-jarri, al-ma'i ismu majrur. Sasa kuna ugumu, si fi tushaisoma kule kwenye lugha. Fi harfu al-jarri, al-ma'i ismu majrur. Yaishu samaku fil ma'i, anaishi samaki kwenye maji. Samaki anaishi kwenye maji. Yakthuru al-nakhilu fil Misra, inakuwa mingi mitende katika nchi ya Misri. Yakthuru an-nakhilu fi Misra, inakuwa mingi mitende katika mji wa Misri. Sentence mmezielewa? Yaani wewe elewa hivi. Elewa hivi. Nye mwalimu anakuja kuwafundisha sawa. Vitabu mmeshatoa? Kaenda darasani pale, kaenda darasani. Apangia ratiba ya vitabu. Baada ya Qur'ani mnasoma darsa, mnasoma masomo mengine. Umeelewa? Haya, twende kusome al-bahth. Al-bahth ni utafiti au uchambuzi. Nyakati za Kiarabu waga ziko 3. Kuna fi'lul madhi, fi'lul mudhari na fi'lul amri. Hapa qatafa ni fi'lul madhi, kitendo cha muda uliopita. Yaishu ni fi'lu mudhari, kitendo cha sasa. Na yakthuru. Sawa? Kwa hapa ametaja vitu viwili. Tumetaja mubtada na habari ambao ni albustanu jamilu, ashamsu tali'a. Alafu ametaja shama ali wardata, amenusa ali huwa fi'lu fa'ilu na maf'ulun bihi. Na hiyo qatafa Muhammadun zaharata ni fi'lu fa'ilu maf'ulun bihi. Yaishu samaku fil ma'i ni fi'lu fa'ilu na maf'ulun bihi. Hiyo fil ma'i ni maf'ulun bihi, hiyo fil ma'i. Hiyo fi ni harfu jarri, al ma'i ni ismu majrur, lakini hiyo fi na ma'i fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. Kwa sababu anaishi samaki kwenye maji. Kwa maji ndo yanayotendewa, ambao ndo Muhammad anaishi humo, samaki anaishi humo. Umeelewa? Si umeelewa? Sasa hapa inategemea na sentences ziko aina mbili. Tutakuja kuona mbele. Kuna jumla tu ismia inaanza na jina, kuna jumla tu fi'liya inaanza na kitendo. Aina mbili za sentence. Unaweza kuanza na kitendo au kuanza na jina. Tumeelewana?
Twende kwenye albahth, tusome bahth. Albahth ni utafiti, ni uchambuzi wa kile tulichokisoma. Idha taamalna albahth, utafiti au uchambuzi. Idha taamalna tarkib alawwal idha tamanna tarkiba al-awwal, tukizingatia ule muundo wa sentensi wa kwanza, wajadnahu, tutaukuta yatarakabu min kalimatain, umepandana na maneno mawili. Muundo wa kwanza hapa nakusudia kwenye sentensi albustanu jamilu na ashamsu tali'a. Tumeelewana? Ihdahu, mojawapo, albustani ni bustani, wa thania, na neno lingine jamilu ni jamilu. Fa idha akhadna alkalimata alula, tukichukua neno moja wahdaha peke yake, wa hiya albustanu, na ni bustani, lam nafaham, hatutofahamu, illa ma'na mufrada, isipokuwa maana moja, la yakfi takhatubu, haitoshelezi kuzungumza. Ukichukua neno bustani unaweza kaongea mtu akakuelewa? Haiwezekani. Wakadhalika alhal, na vile vile ndio hali, idha akhadhna alkalimata athaniya, tukichukua neno la pili wahdaha peke yake, wa hiya jamilu, nalo ni neno jamilu. Wala tukichukua hali, yani hali iko vile vile, tukichukua neno jamilu na lenyewe hatutapata maana. Ukichukua bustani peke yake ukamwambia mtu bustani atakuelewa? Vile vile ukichukua neno jamilu hawezi kukuelewa. Lakini sisi idha dhamamna ihda alkalimatayn, tukikusanya, tukiunganisha maneno mawili, ila al-ukhra, kwenye neno lingine, ala nahwi alladhi fi tarkibi, kwa muundo ambao, kwa namna ambao ipo juu ya muundo wa maneno. Wa qulna, na tukasema, albustanu jamilu, bustani ni nzuri. Fahimna ma'nan kamila, tutafahamu maana kamili. Unaelewa? Tutafahamu maana kamili ya maneno. Wastafadna, na tutapata faidatan tamma, faida yenye kutimia. Wa hiya ittisafu albustani biljamal, nako ni kusifika bustani kwa uzuri. Unaelewa? Tukiunganisha maneno sikiliza. Bwana, maneno mepesi mbona uelewi? Sikia, usitumie nguvu kubwa kwenye haya mambo. Anaeleza hivi, ukichukua neno bustani peke yake halieleweki, halileti maana kamili, na ukichukua neno jamilu peke yake halileti maana kamili, ila ukiunganisha ndio yataleta maana kamili. Bustani nzuri. Lakini ukimwambia mtu bustani ataelewa nini? Ukimwambia mtu jamilu ataelewa nini? Haelewi. Lakini tukiyaunganisha yote mawili ndio analeta maana, sentence kamili. Ndio anachoelezea hapa. Umenielewa? Neno moja halileti maana, yakiwa kwenye sentence, muundo wa sentence ndio analeta maana, ndio anachoelezea. Ndio mkumbuka kule kwenye kaida alisema jumlatu mufida inaundwa na maneno mangapi? Mawili na kuendelea. Kwa hapa anakufafanulia kwamba ukichukua neno bustani peke yake haina maana, na neno jamilu ukisema ya bustani, mfano umekutana na mtu kumwambia bustani, ataelewa nini? Sio sentence kamili. Ukikutana na mtu kumwambia jamilu, ataelewa nini? Kizuri ndio nini? Kipi? Lakini ukimwambia albustanu jamilun, mashallah, au ukimwambia shamma Muhammadun wardata, amenusa Muhammad huwa, anaelewa sentence kamili. Kwa hiyo kwenye bahthi hapa anatufafanulia. Ali umeelewa nani? Rashid umeelewa? Sasa unachanganyikiwa wapi? Ni ufafanuzi, yani huu ni uchambuzi wa yale tuliyosoma.
unanielewa? Haya, lakini sisi idha dhamamna ihda alkalimatayn, tukiunganisha maneno moja ya maneno mawili ila al-ukhra kwenye lingine, ala nahwi alladhi fi tarkib, kwa namna ambayo ipo kwenye muundo wa maneno. Wa qulna, na tukasema albustanu jamilu, bustani ni nzuri. Fahimna ma'nan kamila, tutafahamu maana iliyo kamili. Wastafadna faidatan tamma, na tutapata faida yenye kutimia. Wa hiya ittisafu albustani biljamal, nako ni kusifika bustani na uzuri. Umeelewa? Walidhalika, na kwa ajili hiyo au kwa sababu hiyo, yusama hadha tarkibu, unaitwa huu muundo jumlatan mufida, kuwa ni sentensi yenye faida. Huo muundo unaitwa jumlatun mufida. Kwa nini unaitwa jumlatun mufida? Kwa sababu imeundwa na maneno zaidi ya moja. Sio tulivyoambiwa kwenye kaida, wa kullu wahidati min alkalimatayn, na kila moja katika maneno mawili, tuaddu juz'a min hadhihi aljumla, ni kifungu katika hii sentensi. Ukichukua neno albustan, si ndio, ni kifungu katika sentensi, na jamilu pia ni kifungu. Kwa maana tukisema kifungu, maana yake yanategemeana. Unaelewa? Huwezi kuyatenganisha. Bustani ni sehemu ya sentensi na jamilu ni sehemu ya sentensi. Ni sasa useme shama Muhammadun wardata, amenusa Muhammad ua. Kila neno hapa ni kifungu kwenye hii sentensi, linamtegemea mwenzake. Ndio maana yakuwa ni kifungu kwenye hiyo sentensi. Wa hakadha, na vile vile yuqalu fil amthilati albaqi, ndivyo itakavyosemwa katika mifano iliyobakia. Wa bihadha nara, na kwa sababu hiyo tunaona anna alkalimata wahdaha, neno moja peke yake, la takfi fi takhatubi, ndio anafafanua, halitoshelezi katika kuzungumza. Neno moja halitoshelezi katika. Kwa watu wanahau wanaona kwamba ili sentensi iwe kamili lazima ianze na maneno mangapi? Mawili. Umeelewa? Umeelewa? Kwa sababu neno moja halitoshelezi katika maongezi. Wa bihadha nara, na kwa sababu hiyo tunaona anna alkalimata wahdaha, ya kwamba neno peke yake, neno moja peke yake, la takfi fi takhatubi, halitoshelezi katika nini? Halitoshelezi katika mazungumzo. Wa annahu la budda, hakuna budi, lazima, min kalimataini, kuanzia maneno mawili, fa aktharana zaidi. Lazima, wa annahu la budda, lazima, min kalimataini, kuanzia maneno mawili, fa aktharana zaidi. Kwa sentence ili ilete maana na faida lazima ianzie maneno mangapi? Ndio anachoelezea. Likiwa neno moja halitoshelezi, sijui tunaelewa na washa, halitoshelezi. Kuna Rayyan, mashaallah, afsalam, neno moja halitoshelezi. Ndio maelezo yote yanafafanua hicho, kwamba ukichukua neno bustani halina maana iliyotosheleza kwenye sentence. Ukichukua neno jamii mpaka uyaunganishe pamoja, ukiunganisha. Kwa watu wa nahau wao wanaona kwamba ili sentence iwe na maana lazima ianzie maneno mangapi? Mawili. Hiyo ndio fikra ndio kuende nayo. Umeelewa? Tuendelee. Ni maelezo tu. Anasema wa annahu la budda min kalimatayn fa akthar, lazima kuwe na maneno mawili au zaidi, hata yastafida linsanu faidatan tamma, ili apate faida mtu, faida yenye kutimia. Wa amma nahau, ama mfano, qum, simama, ijlis, ka, takallam, zungumza. Hapo kuna maneno mawili, neno moja, mawili.
Kwa nje unaliona kama neno moja, lakini ni sentence kamili. Mfano mtu akikwambia qum, maana yake ni qum anta. Pale ndani kuna dhamiri imejificha, tunaita dhamiru mustatir. Shau, umeelewa? Kwa wazi unaona kama neno hili, lakini mle ndani kuna maneno mawili. Ndio maana anatoa maelezo, anasema wa amma nahu qum, na ama mfano neno qum, simama, ijlis, ka, takallam, zungumza, mimma dhahiruhu, katika yale ambayo dhahiri yake, yani ile nje yake, annahu kalimatun wahidatu, na kwamba ni neno moja, kafiyatu fi takhattub, lenye kutosheleza katika mazungumzo, falaysa fil haqiqati bikalimatin wahida, kwa uhakika sio neno moja, wa inma huwa jumlatun murakkabatun min kalimatayn, ni sentensi iliyopandana maneno mawili, ihdahuma, mojawapo, malfudha, ni lenye kutamkwa, sawa, neno mojawapo malfudha ni lenye kutamkwa, wa hiya qum, nalo ni qum, mathalan, kwa mfano, wal ukhra, na neno lingine ghairu malfudhati, sio lenye kutamkwa, wa hiya anta, nayo ni anta, dhamiri, allati yafahamuha samiu, ambayo anaifahamu mwenye kusikia, minal kalami, katika maneno, wa illam yuntaq biha, hata kama halijatamkwa. Kwa hiyo anakuambia kwamba neno qum ni sentensi kamili yenye faida, sawa, kwa sababu ndani yake kuna maneno mangapi? Mawili. Moja ni malfudha, nyingine ni malhudha. Moja ni malfudha, lenye kutamkwa, lingine ni lenye kuashiriwa tu, lenye kufahamika pasina kutamkwa. Darasa imeisha. Kwa hiyo nahau, darasa la kwanza tunalojifunza kwenye nahau hii, nahul wadih, darasa ya kwanza inazungumzia aljumlatul mufida. Ni ipi sentensi yenye faida? Tukisema sentensi yenye faida ni yenye kuleta maana kwa watu wa nahau. Ni ipi sentensi yenye kuleta maana kwa watu wa nahau? Umeelewa? Maana ambayo mtu ukiongea naye anaelewa kama unakusudia nini. Ni sentensi ambayo inakuwa imepandana kuanzia maneno mangapi? Mawili, muundo wa maneno mawili na kuendelea. Na hiyo inaitwa jumlatun mufida. Ndio maana kwenye kawaida hapa alisema hivi, at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tama yusamma jumlatan mufida. Muundo wa maneno ambao unaleta faida yenye kutimia unaitwa jumlatan mufida. Wa yusamma aidan kalama, na unaitwa vile vile ni maneno. Kwa watu wanahu wanaona al-kalam ni jumla yenye faida, ndio maana ya al-kalam. Kwa hiyo ukileta jumla ambayo haina faida kwa watu wa nahau, hayo sio maneno. Nikawapeni mfano, ukisema idha jaa almuallimu, yawezekana maneno yakawa zaidi ya moja, lakini yasiwe ni faidatan tamma, isiwe ni jumla mufida. Kwa nini? Kwa sababu hayajaleta maana iliyotimia. Umeelewa? Na jumla yenye faida lazima ianzie na maneno mawili, lakini tunajifunza kwamba sio kila maneno mawili na kuendelea na faida yana maana. Mengine yanaweza yakawa ni maneno mengi lakini hayana maana, kwa sababu Waarabu au watu wa nahwu wanasema lazima iwe ni jumlatun mufida. Wallahu a'lam. Tukija tutasoma tamrina au tumalize kabisa na tamrina. Sasa tamrina ya kwanza inasema hivi, iqra al-amthilata as-sabiqa. Tamrina ya kwanza, zoezi la kwanza, soma mifano iliyotangulia. Mifano iliyotangulia, wabayina adad al-kalimat fi kulli mithal, bainisha idadi ya maneno katika kila mfano. Umeona mifano tuliyosoma hiyo, iko mifano 6, huku 3 na huku 3. Katika kila sentensi moja tuambie sentensi hiyo, jumla hiyo ina maneno mangapi? Maneno sio herufi. Maneno yanagawanyika sehemu hizi 3. Ni fi'lu, kitendo,
ismu jina na harfu na herufi. Maneno ya Kiarabu yako mangapi? Matatu basi. Ima ni kitendo, ni jina na ni herufi. Herufi na yeye ni neno. Kwa mfano hapa yakthuru an-nakhilu fi Misr, hapo ni maneno mangapi? Yakthuru an-nakhilu fi Misr, mfano wa mwisho manne. Kwa zoezi la kwanza lishaisha hilo. Utaniandikia kwamba kila sentence hapo unaandika mbele maneno manne au maneno kadhaa. Nani zoezi la pili? Tamrinu thani. Iqra al-jumla al-atiya, soma sentences zifuatazo, wabayyin al-kalimat fi kulli wahidatin minha, nabainisha maneno katika kila moja katika hizo sentence. Ubainishe maneno kwamba kuna maneno mangapi. Ndio sawa na lile as-samaa'u mumtiratun, mbingu ni yenye kunyesha mvua. Al-hadiqatu jamilatun, bustani ni nzuri. Yanqati'u al-mataru, inakatika mvua. Yasiru sahabu, yanatembea mawingu. Tatlu'u shamsu, linachomoza jua. Na tajifu al-ardu, inakauka ardhi. At-ta'iru fawqa ash-shajara, ndege yupo juu ya mti. Naona muandiki maana au maana mnazijua. Yaktifu Ali al-azhara, anachuma Ali maua. Jamu ya zaharatu ni azhar. Yal'abu al-ghilmanu bil-kurra, wanacheza vijana wa kiume mpira, wanacheza mpira. Yanzilu al-mataru fi samaa, inateremka mvua kutoka mbinguni au kutokea juu mawinguni. Tasiru sufunu fil bihari, zinatembea meli katika bahari. Yashtaddu al-bardu fawqa al-jibali, inazidi baridi juu ya milima. Inazidi baridi juu ya milima. Kwa hiyo katika hizo sentence wewe onyesha kwamba maneno ni mangapi. Mafahamu? Inazidi baridi. Yashtaddu al-bardu. Tunaendelea. Mayizil jumala, maneno yameeleweka. Mayizil jumala al-mufidata fi tarkibilati, pambanua sentensi zenye faida katika muundo ufuatao, katika miundo ifuatayo. Sasa hapa uniambie ni sentensi gani ambayo ni jumlatu mufida, ambayo inaleta maana. Laisa al-jawu, hakuna anga. Hiyo ni sentensi yenye faida, haina faida. Akala Faridu, amekula Faridu. Amekula nini? Alqitaru sari'u, meli iko haraka, iko spidi. Inishtahadta, ikiwa utajitahidi. Inishtahadta, ikiwa utajitahidi. Laita almarid, laiti mgonjwa. Laiti mgonjwa. Athaubu nadhifu, nguo ni safi. Alkitabu alladhi, kitabu ambacho. Albintu almutaallimatu, binti mwenye kujifunza.
binti mwenye kujifunza. Niandikie mbele ni sentence gani yenye faida. Unaandika sentence afu unaandika jumlatun mufida. Ikiwa sio yenye faida unaandika ghairu jumlatun mufida. Umeelewa? Swali la 4, ij'al kulla mithali min al-amthilati al-atiya. Jalia kila mfano katika mifano ifuatayo jumlatan mufida. Yani uijalie wewe, maana yeye amekupa sentence, uzipangilie ziwe jumlatun mufida. Biwadhi kalimatin mulaimatin, kwa kuweka neno lenye kuendana, fil makani al-khali, na sehemu iliyo wazi. Kwa kuweka neno lenye kuendana na sehemu iliyo, kwa kuweka neno lenye kuendana na sehemu iliyo wazi. Anasema neno la kwanza al-usfuru dash al-qafas. Ndege mbayuwayu. Mbayuwayu mnawajua? Wale ndege wadogo wadogo wanaitwa al-usfuru. Dash al-qafas, kwenye kiota. Kwa hapo utajaza neno gani hapo? Dash kiota. Umefahamu? Alwaladu dash alfakiha, mtoto dash tunda, tunda apple. Athawru dash ng'ombe, yule ng'ombe dume dash al-ardha. Utaweka neno kama ni herufi au ni jina au ni kitendo kinachojaza sentensi ionekane kamili. Si ndio? Hapo mmenielewa? Namba 4, alwaladu almuhadhabu, mtoto mwenye adabu dash. Alhidha'u ad-dayiq, kiatu chenye kubana dash. Alqamaru dash as-sama, mwezi dash mbinguni. Daa kulla kalimati min alkalimati lati, weka maneno, weka kila neno katika maneno yafuatayo fi jumlati mufida, katika sentensi yenye faida. Murakkabatin, iliyopandana au iliyoundwa, min kalimataini, kuanzia maneno mawili. Alhadiqatu ash-shajaratu wal-azharu wash-shamsu. Haya maneno uyaweke kwenye sentence, ima liwe mwanzo au katikati au mwisho, lakini madam liwemo kwenye ile sentence, na sentence iwe na maneno mangapi? Mawili. Namba 2 anasema daa kulla kalimati min alkalimati alatiya, weka kila neno katika maneno yafuatayo fi jumlatin mufida, katika sentence yenye faida. Murakkabati min akthar min kalimatain, iliyoundwa, hiyo sentence iliyoundwa zaidi ya maneno mawili. Alma'u walfakiha yal'abu yarkab, maji tunda apple, yal'abu anacheza, yarkab anapanda. Chukua ya maneno yaweke kwenye sentence, lakini sentence hiyo iwe na zaidi ya maneno mangapi? Kwa hiyo tumia maneno haya lakini ongeze na yako. Zoezi la 6 anasema iti bi 3 jumali, leta, leta. Iti bi 3 jumali, leta sentence 3. Kullu wahidatin, kila moja, minha, miongoni mwa hizo, murakkabatu min kalimataini, imeundwa na maneno mawili. Wa bi 3, na sentence nyingine 3. Bi kulli minha, kila moja, 3 kalimati, yenye maneno matatu. Thumma bi 3, kisha tena leta sentence 3. Bi kulli minha 4 kalimat, kila moja liwe na maneno mangapi? 4. Kwa hapo na sentence ngapi? Leta sentensi moja, leta sentensi 3, kila sentensi iwe na maneno mawili mawili, si ndio? Kwa 2 mara 3 6, si ndio? Haya, leta sentensi 3 tena, kila moja iwe na maneno matatu. 3 mara 3 9. Leta sentence 3, kila moja iwe na maneno mangapi? 4. 3 mara 3 12. Kwa 6 jumlisha 9 jumlisha 12. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khaira. Hayo ndio mazoezi mtayafanya, nitasaisha. Kila mazoezi tutakuwa tunayafanya na yasaisha. Kasa kabla, sikia, kabla mjanza mazoezi, kaeni kwenye kikundi, muanze kujadili kuanzia mwanzo wa darasa. Sawa? Mnafafanuana, mnaelezeana hapa hivi. Pale patakapowashinda mtaniuliza.
naweka alama kwamba hapa hatujaelewa na kuja na wafafanulia. Kishamaliza kufanya muraja wa darasa ndio mnakuja sasa mnafanya mazoezi. Umeelewa? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.